ya zahanati ambayo wananchi Mheshimiwa Mbunge, swali la msingi ni watumishi. Kwa hiyo unaweza kutafuta muda mwingine kuuliza swali. Tunaendelea. Mheshimiwa Boniface Getere. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kituo cha afya Hunyali, kituo cha afya Mgeta, kituo cha afya Mehingo ambacho ni kipya, watumishi hawapo. Kuna mtumishi wawili watatu. Lini sasa mtapeleka watumishi kwenye maeneo hayo? Majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Getere kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimepokea changamoto za upungufu wa utumishi hao. Kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, mimi na Mheshimiwa Mbunge tutakaa chini kuangalia namna gani tuwapate hawa MD ili tuweze kuelekeza katika vituo vya afya ambavyo Mheshimiwa Getere ameviorodhesha. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Waheshimiwa wabunge, tunaendelea, bado tuko Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Nimuite sasa Mheshimiwa Engineer Ramadhani Hamza Singano, mbunge wa Bumbuli, aulize swali lake. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa kwa niaba naomba swali namba 115 lipate majibu. Majibu. Mheshimiwa Waziri, kwa niaba yake Mheshimiwa Waziri Daktari Festo John Dugange. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Engineer Ramadhani Hamza Singano na kanuni na mwongozo wa utoaji na usimamizi kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu za mwaka 2024. Katika kipindi cha kuanzia Julai 2024 hadi Februari 2026, jumla shilingi bilioni 118.03 zimetolewa kwa vikundi vya vijana 8165 vyenye wanachama 44754 nchini kote. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa kifungu cha 5 kifungu kidogo cha pili B cha kanuni za utoaji na usimamizi wa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu za mwaka 2024, 4% ya mapato ya ndani yaliyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza ni pongeze kwa majibu mazuri ya serikali, lakini hapa na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, kwa kuwa NIDA ndio kitambulisho kikuu cha kitaifa kwa vijana hawa ili waweze kuwa na sifa za kuomba hiyo mikopo, lakini katika jimbo langu la Bumbuli maeneo mengi ni tatizo. Je, ipi kauli ya serikali kwa zile mamlaka zinalosimamia hili ili liweze kutekelezwa mara moja, vijana wasikose fursa hii? La pili, serikali ina mpango gani madhubuti wa kufuatilia na kusimamia kuhakikisha kwamba jambo hili linaenda kwa usawa katika maeneo ya majimbo yetu? Majibu. Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Engineer Ramadhani Hamza Singano, mbunge wa Bumbuli, kwa namna ambavyo anawakilisha na kuwasemea wananchi wa jimbo la Bumbuli kwa uthabiti wa hali ya juu. Na mimi nimhakikishie tu kwamba serikali baada ya kuweka utaratibu, sheria na kanuni za mikopo ya 10%, eneo la mikopo ya vijana 4% ni eneo ambalo linasimamiwa kwa ukaribu mkubwa, kwa sababu serikali inatambua changamoto ya ajira kwa vijana. Kwa naomba nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge, katika jimbo la Bumbuli, lakini katika majimbo yote kote nchini ambako kuna changamoto ya vijana kupata mikopo hii kwa urahisi, kwa wakati na kwa uwazi, serikali itaendelea kuboresha mifumo yake, kuendelea kufanya usimamizi na kutoa elimu ili vijana waweze kupata mikopo kirahisi. Lakini pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, mkakati wa serikali ni kuendelea kuboresha. Ndio maana tumepitia kanuni zetu za mikopo na lakini tunaendelea kufanya tathmini kuona ufanisi wa utoaji wa mikopo hii na tutaendelea kuboresha, lengo likiwa makundi haya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu wapate mikopo kwa utaratibu mwepesi zaidi, lakini kwa ufanisi mkubwa zaidi. Asante. Mheshimiwa Asia Omari, swali la nyongeza.
Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi hii ya kuuliza swala moja la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala langu nataka kujua, je, mikopo hii ya 10% wanawake wamenufaika vipi? Na hasa tukizingatia mahitaji yameendelea kuwa makubwa. Asante sana. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Pongeze sana Mheshimiwa Asia, amekuwa msemaji mzuri sana wa masuala ya mikopo ya 10% kuwatetea wanawake kote nchini, na kwa kweli katika mikopo hii ya 10% ambayo inawahusu wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, kundi ambalo limenufaika zaidi lakini limekuwa na mwamko mkubwa wa kupata mikopo hii ni kundi la wanawake. Na katika mikopo yetu, kwa mfano, katika kipindi cha Julai 2024 mpaka Disemba 2025, serikali ilipanga kutoa jumla mikopo ya shilingi bilioni 253, lakini mpaka Disemba 2025 imeshatolewa mikopo ya shilingi bilioni 230, sawa na 91%. Kwa hiyo tunaona ufanisi ni mkubwa, vikundi vya wajasiriamali wanawake wameendelea kunufaika, na wapo ambao wamegraduate baada ya kupata mikopo ya 10% wameweza kujiwekeza zaidi, wamekuwa wafanyabiashara wakubwa, na wamegraduate sasa hawakopi 10%, wanaendelea kukopa kwenye mabenki na maeneo mengine. Kwa hiyo tutaendelea kusimamia eneo hili kuhakikisha vikundi ambao vinakopa vinajenga uwezo wa kiuchumi na kugraduate, kuhitimu, kuendelea mbele, wakati tunachukua vikundi vingine ambavyo havina uwezo mzuri wa kiuchumi. Nikuona Mheshimiwa Yannick Ndoinyo. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mimi nataka kufahamu kutoka kwa wizara kama ina ripoti inayoonyesha idadi ya mikopo ambayo umekushatoa toka umeanza kutoa mikopo hii, na ni kiasi gani maisha ya wananchi imebadilika kwa kutumia mikopo hii. Kama mko tayari kutuonyesha ripoti kama hiyo. Asante sana. Mheshimiwa Waziri, kama na majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala hili linahitaji takwimu na mimi naomba nilifanyia kazi. Tutampa takwimu Mheshimiwa mbunge wa Ngorongoro ili tumweze kumpa figa za fedha ambazo zimeshakopeshwa tangu tumeanza na mpaka sasa na marejesho jinsi ambavyo yametolewa. Asante. Nimemwona Mheshimiwa Athumini Mapalilo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, uzoefu unaonyesha kwamba mikopo hii ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu mara wanavyopata inadumu kwa muda mfupi sana, miezi 3, 6, 7. Baada ya hapo miradi yao inakufa. Sasa je, Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka kufahamu serikali ina mpango gani wa kuhakikisha kwamba miradi hii na mitaji yao inakuwa sustainable, inakuwa endelevu? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, mikopo hii ya 10% ina sura mbili. Sura ya kwanza ni wajasiriamali ambao tayari wana shughuli zao za kiuchumi, wana uzoefu nazo na wanajua marejesho yao yako ndani ya uwezo wa mikopo ambao wanaichukua, na katika kundi hili tumekuwa tupate changamoto ya biashara hizo kufa ndani ya muda mfupi. Lakini kuna kundi la pili la wale ambao wanaanza kufanya biashara kupitia mikopo ya 10% ambao wamejiunga kama kikundi cha wajasiriamali. Hatua ambazo serikali imechukua, kwanza Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeanzisha kamati za mikopo ya 10% ngazi ya kata, ngazi ya halmashauri na ngazi ya mikoa. Lakini maafisa maendeleo ya jamii katika ngazi za kata na halmashauri, lakini watendaji wa kata, na tunaelekea kwenye watendaji wa vijiji kuwapa elimu ili waweze kuwawezesha wajasiriamali kupata elimu na mbinu bora za kufanya biashara ili biashara zao ziwe endelevu na waweze kunufaika na mikopo hii ya 10%. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, tumechukua maoni ya Mheshimiwa mbunge, tumeendelea kuyafanyia kazi na tutaendelea kuyafanyia kazi ili kuhakikisha mikopo hii inaleta tija kwa makundi yanayotakiwa. Mheshimiwa wabunge, bado tupo ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Nimwite sasa Mheshimiwa Najma Mutaza Giga. Swali lake litaulizwa kwa niaba na Mheshimiwa Pasco Chinyele. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa niaba ya Mheshimiwa Najma Mutaza Giga na wakazi wa jiji la Dodoma, naomba sasa swali namba 116 lipate majibu ya serikali. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Najma Mutaza Giga, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mwenyekiti, jiji la Dodoma ni makao makuu ya nchi yetu, hivyo kumekuwa na ongezeko la watu na ukuaji wa kasi wa jiji na hivyo kuongeza mahitaji ya barabara za mitaa. Mheshimiwa Mwenyekiti,
serikali inaendelea kujenga na kuboresha miundombinu ya barabara za mitaa ya jiji la Dodoma, ambapo katika kipindi cha mwaka wa fedha 2021/22 hadi 2024/25 jumla shilingi bilioni 59.6 zimetumika. Mheshimiwa Mwenyekiti, hata hivyo katika mwaka wa fedha 2025/26 jumla shilingi bilioni 6.2 zimetumika kujenga na kukarabati barabara za lami za mitaa. Aidha, katika mwaka wa fedha 2026/27 serikali imetenga shilingi bilioni 10.23 kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa barabara za mitaa za jiji la Dodoma. Asante. Mheshimiwa Pasco Chinyele, swali ya nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana kwa majibu mazuri ya serikali, lakini hata hivyo ni maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa serikali imeamua kuhamia Dodoma, Mheshimiwa Mwenyekiti, na kwa kuwa jiji la Dodoma linazidi kupanuka siku hadi siku, na kwa kuwa katika baadhi ya kata za pembezoni ujenzi sasa unafanyika kwa holela kwa sababu hakuna barabara za mitaani, je, serikali haioni kwamba kiwango hiki cha shilingi bilioni 10 kilichotengwa ni kidogo kulingana na hali halisi ya jiji la Dodoma linavyopanuka, na kwamba linahitaji barabara nyingi zaidi, na kwamba walau serikali ingeweka bilioni 10 ingekuwa na afadhali? Hilo ni swala la kwanza. Swala la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imejipanga vipi kujenga barabara za lami katika mitaa ya Makole, Medeli, Matumbulu, Chigongwe, Abala, Balawala, Nala pamoja na Mpunguzi? Asante. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Mheshimiwa Pasco Chinyele, mbunge wa jimbo la Dodoma mjini kwa kazi kubwa anayofanya, na kwa hakika anawasemea wananchi wa Dodoma mjini. Mheshimiwa Mwenyekiti, jiji la Dodoma ni makao makuu ya nchi, na dhamira ya serikali ni kuhakikisha tunajenga makao makuu ya nchi ya kisasa yenye barabara na miundombinu bora, na ndio maana katika kipindi cha miaka mitano serikali imeendelea kujenga barabara za mitaa. Lakini tunafahamu Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na fedha hizi ambazo zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa barabara, serikali imekuja na mpango mahususi maalum kwa ajili ya kujenga barabara katika jiji la Dodoma, mpango ambao unaitwa Dodoma Integrated Sustainable Transport Program, ambao barabara za TANROADS pamoja na za TARURA zitajengwa kwa kiwango kikubwa, na hivi sasa serikali iko hatua za manunuzi kwa ajili ya kumpata consultant kwa ajili ya design ya mradi na kuhakikisha tunajenga barabara hizo. Kwa hiyo ni kuhakikishia Mheshimiwa mbunge kwamba lengo la serikali ni kuendelea kuboresha barabara katika kata za pembezoni ambazo umezitaja, kata ya Mbalawala, Mbabala, Matumbulu, Mpunguzi, Chigongwe na Nala. Hizi ni sehemu ya barabara ambazo zitakwenda kujengwa kuhakikisha kwamba jiji letu linakuwa na barabara bora, lakini pamoja na barabara za mitaa yote. Asante.